family, the Luck Mom is here again. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Choka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I mostly create awareness on what happens in the Middle East. So jana nilikuwa nafanya show kuhusu mtu alirudi the same house. Then I saw watu wengi wanauliza maswali like au Lucky Mom, kama mimi sitaki kurudi kwa the same house but nataka nitaongeza mwaka ama miaka 2 ama miaka 3. Juu hata hivyo nimeona age limit ni 22 to 35. At least niongeze tu nikuwe na hizo mashida nizoe nikimaliza. This is your video. I'm answering that question in form of a video so that what to understand. So apart from what I'm answering today, I just want to tell you, ukiwa na shida kama uko Gulf, uko na shida, maybe you're working without pay, you've lost your loved one, you don't know where to start from, you can just reach me out. Your agent has blocked you, you can just reach me out. It is their responsibility to make a follow-up and know how you are faring on. So niko hapa kwa wale watu wenye wananiuliza hii swali ya kuongeza contract. Kwa wenye walikuwa kwa show mliona watu walikuwa nasema mimi nataka, na sasa umesema lazima niende kwa ofisi. Kuna ubaya nikienda kwa hii ofisi ya Saudi Arabia niende na bosi wangu tujiandikishe upya? I'm going to answer that question. Na mbona nisiongeze, na nikiongeza lazima nitafutiwe ikama? Those are the questions I've seen in the comment section, and it shows like I'm just concerned about my fans' welfare. What they want to know, lazima nitawajibu. Number one, I just want people to understand, somebody mwenye anafanya kazi Gulf right now, walisema age limit but ijaanza kufanya kazi. They just mentioned it but ijaanza kufanya kazi. They mentioned it. So mtu anaogopa maybe nikienda nyumbani hiyo age limit niko 36, niko 38, so sitaweza kurudi. Afadhali niongeze ndio nimalize, nitimize ndoto yangu, ndio nipate what I wanted. Niko na plans. Yes, people have different plans. So nataka niambie tu mtu mwenye ananisikiza vizuri sana kuwa contract huwa ni 24 months. It's 2 years. Contract kila wakati inakuanga 2 years. Wakati unaingia tuseme pale Saudi Arabia, umefika pale airport, wanachukua fingerprints ndio unaweka kwa system. So ukiweka kwa system inaonyesha unafaa kukaa kwa hiyo country for 24 months according to the contract. Na ujue kitambo uende uweke kwa system, there were 3 parties involved. You are the 4th party. This is your Kenyan agency, your Saudi agency, your boss and you are 4 people. So after you finish the contract, then unasema ama urudi kwa ofisi. Utarudi kwa ofisi, muongee na ile ofisi ya Saudi Arabia, but you have to count out your office in your country because they are not there. They are not having a deal together. Wanaweza waende wafanye kienyeji vile wao wanaelewa. Wakufanyie kienyeji, wakuongezee contract, na ukikuwa na shida utakuwa kwa tabu sana kwa sababu ulifanya incomplete. Process yako ilikuwa incomplete to obtain that work permit again. Ilikuwa incomplete. Nataka watu waelewe kuwa hii ni biashara inaendelea kati ya these are 2 different countries doing business together. So the moment involve one country, in case ukiwa na shida, hautakuja kulaumu hii ofisi ilikupeleka because wao walikupeleka for 2 years na ikaisha. So ukaamua juu wewe na ndoto zako ukasema mimi nataka kutimiza ndoto kwanza, nataka niongeze mwaka. Umeshaongea na bosi wako, mmeenda, ama most of the time bosses wengine wanateka advantage, wanakupeleka kwa relatives zao. Wewe unajua ujui ofisi, kuna watu wanachukuliwa kwa airport, kuna watu wanachukuliwa office wanaambiwa hii ni branch moja, hii ni branch nyingine. So boss akikusoma aone unataka kukaa, unajua yeye hawezi kukataa, atafurahia kwa sababu unamsevia pesa yenye anaenda kununua maid mwingine. So anakuambia nitakupeleka kwa ofisi. They can organize with the relatives waende. Wenye wako na maofisi, kuna wenye wanafanya biashara zao, na sasa wewe uelewi system yao vile ina work, atakupeleka kwa relatives zao wakutengenezee form. It has happened to many.
wakutengenezea form like the like mom has accepted, she's going to work for me for the next 2 years, so there's no problem, we are going to find a kama for her. Wanakuchocha wewe unaingia kwa box. So uko busy pale unafanya si alishanipeleka kwa ofisi, na ujui watu wa ofisi, wewe ni mgeni, because kuna uwezekano ukose kujua mtu wa ofisi, ujue watu the moment unafika huko unaona watu wanafanana, watu tofauti tofauti, ama maybe ufike kwa ofisi hivi na uchukuliwe na boss, ama upate boss anakutegea kwa ofisi, so the next time atakupeleka mahali tofauti. So uende ujaze hizo forms, uanze sasa. Wewe akili yako inakuambia mimi nilishaenda kwa ofisi, of which hata hukuenda kwa ofisi. Motangi Kenya Njama anasema hi, good job, thank you. Betty Okuko anasema morning mom, I love you from Saudi Arabia. Thank you so much, I love you too. So hii mambo ya kusema unaongeza contract, ati unaenda kuongea na ofisi, hizo ni shortcuts ziko kwa akili yako. If you want to go back, advice yangu ya one bob naweza kupatia, contract ni 24 months, ni only 2 years, system inakujua na 2 years. I know there are some people who are like mom, unaongea mingi, mbona unasoma comments? You can just go direct to the YouTube. I've just shared the link because this is what I have done already. I know not kila mtu anaendanga YouTube ama anaendanga TikTok, but I've shared the link. You can go direct if you feel like tunakudileisha, because I'm having one-on-one conversation with my fans, so lazima at least ni explain. Roy Water Supply anasema watching from Nairobi, Kenya. Thank you. So boss anaweza kupeleka kwa relative wake watengeneze form za uongo za kukufunika akili. My sister, ile siku utakuwa na shida after your contract, ndio utafunguka macho ujue kuwa ukupelekwa kwa ofisi, walikupeleka kwa relative wao, and maybe wakakusainia miaka yenye wewe hauko aware. You don't understand how that system works in that country. So unapata uko kwa giza, ujue unaenda kwa ofisi gani kuripoti, vile unaweza sema unaenda NEA Nairobi uende uripoti, NEA inajulikana. So wewe uko Saudi Arabia ni nchi kubwa sana. You don't know their offices. Ujue unaanzia wapi? Wewe ni mtu mwenye umeweka kwa nyumba for 24 months. Hata unaonanga hata uko kwa grade wakiwekwa ndani sana, wakifunguliwa hawezi kimbia sana, utamshika haraka. So umewekwa sana for 2 years na mtu amekutekea advantage because of your ignorance. Anasema huyu haelewi kitu anafanya, nitampeleka kwa ndugu yangu tuandikishane, because hata nyumba za Waarabu zenyewe zinakaa ofisi. Watu wako na nyumba zinakaa ofisi. Samuel Godit, I'm watching from Juba, South Sudan. Thank you so much. So wanakutekea advantage, wanaenda kwa relative wao, wanakutengenezea forms, unarudi ukifanya kazi. Wakati utakuwa na shida sasa ndio utaanza kukua, ndio utafunguka macho. Utakuja kurealize hata maybe watakosa kukuambia ati ukupelekwa kwa ofisi. Ukijaribu kucontact ofisi wanakuambia we don't know you. So hapo ndio unaona watu wanakuja wanasema like mama, ofisi wananikataa. Ofisi wananikataa na nimekaa hapa 3 years. Unasikia tu mtu ako serious kwa inbox yangu. Anasema tu huyu mama amenikataa, anasema hanijui. Kwa nikimwambia kuna contract form, mtu ananitumia contract form imeandikwa this is the agency, but ukiangalia inasema from maybe 2020 to 2022. Na yeye saizi anakuongelesha 2024 na anasukumia agent hiyo mashida. So analaumu agent, like agent amekataa kunisaidia, but when you were making deals na huyo boss wako mlikuwa wawili. Saizi umeanza kulazimisha unasukuma agent. Unasukuma agent kwa decisions zako, kwa ndoto zako. You wanted to achieve your dreams. So umeshaanza kusukuma agent kwa dreams zako. Agent alikuwa anakujua for 24 months, my sister. I'm just trying to put some sense kidogo kwa wale watu wenye wanaweza kuwa maybe hujui na uko na hiyo plan, unasema mimi nilikuwa nimeanza foundation ya kujenga na sijamaliza, mimi lazima niongeze mwaka moja. You are doing it at your own risk. Don't blame anyone ukishapatwa na shida. Betty anasema mimi sijui kwa ofisi, nilichukua tu hapo nje because nilikuja on Friday, hata watu wa ofisi sijawahi, but this year namaliza contract. True.
kuna uwezi ona watu wa ofisi. Hata mimi wakati nilifika hivi Saudi, nilichukuliwa na bosi wangu hiyo siku. So sikujua nani ndio nani, because hizo ofisi zinakwanga na watu wengi, ni yani ni biashara ni kama hizi za Nairobi, agents wako wengi wanashare building moja. So uwezi jua huyu ndio mdosi wa ofisi yetu, huyu ndio, wote wanafanana. Alafu unajua sasa we ni mgeni in a foreign land, ukiona hao watu kwa ofisi ni agencies nyingi wamechukua space, but inaweza kuwa in the same building, hata wanashare watu waine kwa room. Huwezi jua ati huyu ndio ofisa wangu ama huyu ndio ofisa wangu. So next time utaambiwa we have a branch in Jeddah, we have a branch in Dammam, na umetolewa Riyadh. So next time boss wako atakutekea advantage ya kupeleka mahali kwingine, ambaye why you not told you also have another branch in Dammam. So wanakutekea advantage kila kitu inakuchanganya, unabaki ukiwa peke yako. But anasema so powerful teachings, I love you so much. Thank you, I love you too. That is why I'm here for you guys. So watu waache kuangalia dreams. Dreams, yes, they are valid, but sometimes zinaweza kumislead. As much as uko na plan nyingi, the only thing inaweza kukuadvise, kama hujatosheka kwa hii nyumba yenye unafanya kazi, kama hujatosheka, you have dreams, remember pesa itoshi. You can go back home, uangalie familia yako, and then uanze tena safari nyingine ukishaona watu wako, because the more unaendelea kufanya kazi, the more unaendelea kuumia. And nataka kuambia watu, the chemicals Gulf maids use ziko very strong. Sometimes you have been working without a mask for 2 years, you have been inhaling those chemicals without you knowing. Zinaendelea kukuaffect chest. Unasikia watu, mtu anasema breathing system imekuwa na shida, chest inakuwa na shida. So alafu kwa sababu unataka kutimiza ndoto, una extend na unapata ma complications. So unapata complications ukiendelea kuongeza hiyo contract. Na ujue sasa after umeongeza contract, na kama wametumia mlango ya nyuma kuku maintain kwa nyumba yao, hata hospitali unaweza kosa kupelekwa, because wanataka kuhepa vitu mingi. If kama wamehepa kununua maid, wanaweza hepa pia kukutafutia ikama. Ukikuwa mgonjwa hakuna mtu anashughulika na wewe, because wanajua you are there illegally. So kufika pale kwa hiyo inchi, it needs 4 parties. Agency ya huko kwenyu, wewe mwenyewe, agency ya pale, na boss wako. Usiwahi kubali kupelekwa ofisi blindly na boss wako ati mnaenda kuongeza contract, ati mnaenda kurenew contract. Kuna watu wako na roho nzuri. Mtu anasema huyu mzee na mchunga hapa ni mgonjwa sana, huyu nyanya ni mimi amezoea. By the way, kuna watu wakipenda kazi yao, mtu anafanya kazi yake passionately, yani anapenda tu, anaona tu nikienda watoto watalia sana, nikienda huyu mama atakuwa na stress. Imagine unasahau ati mama yako pia kwa nyumbani ako na stress hajakuona. So unasema nikiacha huyu mzee naona anaweza kuwa na stress sana, wacha niongeze tu mpaka wapate mtu. Yani unaanza kujicomfort kwa giza. By the way, ignorance is a disease. Wakati utakuwa unahitaji sasa legal intervention, uone tu wanaanza kukuangaisha, unajaribu, hakuna mtu anakudirect penye utapata lawyer. Hakuna, ukienda polisi wakiangalia kwa system, the main system, wanaona uko hapo illegally. Unaanza kuangalia upande zote, unaanza kusema sasa Lucky wewe nisaidie bila utaweza. The only thing naweza kusaidia nikiweza saa hizi is to give you this information kuwa extending a contract is risky. I'm just sharing this because you have seen the cases I'm handling over on social media like every day. Mpaka watu mnasema mumechoka. Masi anasema thanks dear, you are welcome. Mpaka mnasema Lucky tumechoka na hizi cases zenye unatuwekea kila wakati. The only way watu waandi kuchoka na hizi cases is to give them the information that they need to know, so that mtu anaanza kujipanga mapema. Kama hujatimiza ndoto yako, there's a second chance. But si ati unajisukuma, unajikwamilia kwa nyumba moja, you want to stay in the one house juu hujatimiza ndoto. Fungua akili yako kidogo. Sio kila siku utakuwa unakula sukuma. Saa zingine unaweza onja nyama uone kama inaonjanga aje. Maybe you have been watching people eating meat. So isiwe unakwamilia kwa hiyo nyumba yako ya sukuma kila saa. You need to change
the environment for your safety. Sometimes sisi ndio tunajidharaulisha. Mtu anaona tu you have no place to go, you are confused, but haizi kukuambia vitu zenye atakuwa nakufanyia, ndio utasema tu wakati nilikuwa kwa contract alikuwa ananipatia wifi na alikuwa ananinunulia sabuni, lakini tangu niongeze hata salary imekuwa shida. Those are the type of messages ziko kwa inbox yangu. So unauliza mtu, sasa unataka nikusaidie aje? Hatuola kama mwambie wewe ni mtu wa ofisi. Ofisi gani? Those are learned people. Hao watu wako learned. Wanakuambia later you are working from which office? Where is your card? Wanakuomba. Mimi napitianga challenges the moment I try to reach out our bosses. Wananiambianga you work where? Where is your card? So unataka mimi nianze kupretend mimi ni mtu wa ofisi nikutetee and you are not listening. Jeria Keruba anasema listening from Nairobi Pipeline. Hapo kuna kaukweli. Jeria karibu sana mama. Kuna kaukweli kwa umbali. Betty anasema Filipino hapa alitolewa airport na boss 2016. Amerudi kwa 2022 December. Akarudi but no sleep. Haizi complain cause ajui kwa ofisi, but for me sijui huko, but I have their numbers. Wakisha kutoa kwa wewe kwanza ukitolewa kwa airport kwa mwerevu, jua tu wewe ni kama hata umeenda direct. Kama umechukuliwa kwa airport na ujui ofisi, tena contract inaenda kuisha, unaambiwa tuende urenew tukupeleke kwa ofisi, wewe ndio sasa unapotea. Wewe ndio unapotea. Kuna wengine wameanza kuniambia like mom, bosi anasema kama ninamwambia nitarudi, nilipe pesa yangu, nijilipie ya kwenda na nilipe pesa ya kurenew kama. Like there's a friend of mine who told me ameambiwa pesa ya kurenew kama ni 600 reals. Alafu ajilipie tiketi ya kwenda na kurudi. So anataka kuleta peace, aseme ati atarudi. You owe this person nothing. You add a contract of 2 years. Hauna deni lake. Sasa una huyo msichana ameniambia alikuwa amebakisha 5 months. So ameanza kumpea pressure. Ataanza kusave pesa. Sasa hizi sitakupatia pesa, nitakuwa na kuwekea ya ticket na ya ikama because you are going to come back. Watu wengine wanasema wanaenda na hawarudi kwa sababu wako na akili. So ameanza kupea huyo msichana pressure na ako na 5 months to go. Watu waanze kujipenda. Kama ulikuwa umeambia huyo boss wako una familia, anza kumwambia uko na familia yenye utauliza juu hata wa mama wenyewe. Ukitaka kitu anakuambia nitaongea na mzee. Pia wewe mwambie utaongea na mzee wako ndiye atakupea an okay. Because ukiona na kusisitizia sana mwambie simu yake haiendi through, but the moment inaingia through, ikienda through, juu sasa ajui namba yake, utamwambia ikienda through I'll let you know. So that siku ziendelee kuenda na yeye awe akona ka hopes kidogo. Sio uanze kusema Mr. Rudy sitafanya nini. Hivyo ndio watu wanamalizwa. Danzi anasema hilo ndio swali niliuliza jana. Pia wangu anadai niongeze but mimi nimechoka na yes must nikae kwa hiyo nyumba sana. The moment you extend your contract, yeye ndio unasavia. Na mtu anasema nalipwa 900 reals, nikiongeza nitalipwa 100. Kwani are you worth 100? Kwani wewe uko worth 100? Hata mimi nitaongezwa tu hiyo 100 ama nitaongezwa 50. Kwani uko worth 50? When serious. When serious by the way. Mtu asikununue na tu sweet vile unarushia huku mahindi. Inasonga karibu na haijui inachinjwa. Ni sisi wenyewe tutafunguana akili. Sisi ndio tutafunguana akili ndio hao watu wajue I thought huyu mtu alikuanga hajui kitu anafanya. Si kwa anajui ni mtu anaweza funguka akili. We learn from what we share. Judy anasema wanataka niongeze juu my contract inaisha next month. Is it good to end office kuagree? Office gani? Office gani my dear? Can you tell me your office? Office gani mnaenda kuagree? Contract inakuanga na 4 parties. Office yako ya inchi yako, wewe mwenyewe, ofisi ya hiyo inchi na boss. So ukiwa na boss na hiyo ofisi ya hiyo inchi, that contract is incomplete. Iko incomplete. Anaweza kupeleka kwa relative wake msaini vitu zenye hakuna. That is why I'm insisting, if you want kutimiza ndoto yako, rudi nyumbani, ujipange tena fresh. It is not going to harm you.
kushinda ukae mahali ukihangaishwa, uanze kuomba msaada, ukose mtu wako kusaidia because hautapata hata lawyer because uko kuagiza all the time. So watu waanze kufunguka macho. Mbete anasema, mama, hebu nikuulize, mimi sitaki kurudi na sijaulizwa. Aki ni ule iliuliza ni mdanganya au niseme ukweli? Cause Filipino alisema ulisema urudi kulipwa ticket ni shida, contract inaisha November. True, hapa kuongeza ni 50. Filipino aliniambia. Hawaja kuuliza, na mimi niliambia watu time ya kwenda home saizi juu watu wanasema lazima ukue na ikama yako ikuwe updated. Bakisha 3 months uende nyumbani, anza kuambia boss unaenda home 2 months earlier, ndio yeye ajiprepare kukutafutia hizo karatasi. Wanasema usingoje ati unamaliza leo unataka ticket leo. Nani anakupatia? Because kuna process ya kutafuta final exit, na final exit to be given lazima ukue na ikama iko updated yenye ija expire. So ni wewe ambia boss wako, unajua they pretend like wamesahau. Mtu anakuambia 3 months ya probation we don't count, but the contract is 24 months. So if they are not counting the 3 months of probation, that means unaenda kufanya kazi 27 months. 27 months ukipatikana na shida, the system doesn't recognize you. Unaenda kutafuta msaada wapi? Ni wewe mwenyewe ufunguke macho. 2 months to the end of the contract, 3 months to the end of the contract, remind your boss you are going home. Uko na watu wako, acha kujionyesha sasa wewe ni mbao. Wewe ni mbao, you have no feelings for your family, you don't miss your people. Uko hapa kukula, naona tu ni kuku zake zimekuweka pale. Na sheria anasema wangu akiniambia nirudi na mwambia anipe 2000 halas. Mimi sahi kitu ni kutumia moyo tu juu boss mama, but the one who is supposed kunikatia ticket ni boss mbaba. Boss wako ni ule mwenye ako kwa contract. Wanawake wengi wanaletewa wafanyikazi but they are not bosses. Boss ni ule mwenye nikikwambia unaniambia la mama niko na shida na kuambia nitumie contract form. Ile namba ninatoanga pale, ule ndio boss. Huyo ndio boss anajulikana kwa system. Hizi zingine ni kuongea. If somebody is not appearing in your contract, just keep quiet because mtu anaweza kukuuliza unarudi kama sahi tena kesho akubadilikie. Akiona utaki kurudi, uone ameficha chakula, store inafungwa, unaanza kuhangaika because ulisema hurudi. Wewe nyamaza, waambie utauliza. Ule mtu mwenye unauliza nyumbani bado simu yake imezima, ujui kama iliharibika. Ukinunua time. Jenny Mbura anasema hi like mama, I'm sorry sijakuongelesha but nitakuongelesha. Na kungoja tu mama. Hawa Waarabu unaweza aje ujilipie kama na ticket. Who does that? Kwanza unamsevia pesa ya agent alafu unalipa ticket, sijui ni nini. Sure. Akikwambia ulipe ticket, sasa unajua anaona uko desperate, anaona huyu ni ng'ombe. Huyu ng'ombe nikimwambia alipe ticket atalipa. Nikimwambia alipe ya ikama atalipa. Tusiogopange kutumia akili. Unaona? Tusiogope kutumia akili. Tuliumbwa tutumie akili. Mtu usiogope kutumia akili yenye umebeba. Usiogope kutumia akili yenye umebeba. Mtu anakuambia jilipie ticket na hiyo pesa anakuambia ni yenye unamfanyia kazi na ni yenye iko part of the contract. Anasema yeye ni hivyo, by the way watu ni vigegeu. Atakuruka na siku moja. Lina anasema mimi niko mwaka wa 4 with my office but ni company ya house to house. So nimekuja huku last year mwezi wa 10 but nikitaka kurudi ofisi I can because niko na under company, they pay every month. Now wanataka ni home November nirudi kwao direct but me I know sirudi. I'm telling them narudi, wanasema I home haraka ndo nirudi kwao. So but I know it's because wanataka nirudi. Watu wanakuanga na kwa office to office wako na advantage. Because office to office ukienda kwa nyumba usipofurahishwa useme urudishwe, utarudishwa. Unaona? Kama wewe ni mtu wa ofisi ile unachukuliwa ofisi mwezi moja, miezi miwili, 3 months unarudishwa. Hao wako na advantage. Lakini tena watu
door to door au office, nataka kuambia kitu moja. Like Lini bila amesema ni kama bosi wake wamempenda. Usiwahi kubali hata siku moja. Hata siku moja juu ofisi ndio inakutafutianga ikama. Kama unafanya kazi door to door. Usiwahi kubali kununuliwa na customer. Usiwahi kubali kununuliwa na customer permanent kama we ni wa door to door. Because ofisi ndio inakutafutia ikama. Ofisi watakupatia ikama yako, watakufungia account so that ule boss akuchukue kabisa, aende akutafutie ikama yake na akufungulia account yake juu watu ofisi mostly wanafunguliwa account hadi wanapewa ATM. So ukienda kwa ule boss ukipatwa na shida because you had already agreed, unajua pia ofisi wanapata faida. So ukiwatoka ni kama umewakataa kununuliwa na customer. So next time ukipatwa na shida nilikuwa nasema hivi, kama wewe ni wa door to door, those ladies wenye wanafanya door to door, kuna customer anaweza penda kazi kama Lynn, customer wake amependa kazi yake, ndio wanamharakisha aende nyumbani arudi kwao direct. Juu wanajua they can't get somebody like her. Juu yako na experience yako na 4 years. So anytime utakubali customer over your office watakurelease vizuri, watapewa pesa yao, wamalizane na wewe, watakuwa waminawa mikono. So ile siku utakuwa na shida utalilia ofisi because wewe hiyo ni biashara yako uliamua kufanya na customer. Wao walikutuma kazi, wewe ukaamua like vile unaweza tumwa shule uende useme mimi naolewa. So wazazi wako hawatafurahia na wewe sana. So the office sometimes kuna vitu zenye watu hawaambiwi ukweli. The moment unakubali customer kununue permanent, utakuwa na shida uko mbele. Ukiwa na shida hautakuwa unalaumu ofisi. Itakuwa kati yako na embassy na huyo boss wako. Jena anasema boss aliniambia hivyo siku moja nikienda tunijilipie ikama, nikamwambia mimi niko na ikama ya Kenya, sasa ikama ya Saudia hiyo ni shida yake. Hajawahi niambia hiyo ujinga tena. Nikihome hata ndege ikiniacha wanalipa tena. Nimewasevia pesa ngapi kwa hizo 10 years, alafu mtu aniambie nilipe ticket. Jena amekaa Saudi for 10 years. Kichapa kazi kwa mdosi wake. Watu wenye wanaelewa kitu unafanya. So nataka kuambia customers siwahi kununua ukubali kuacha ofisi. Watu wa ofisi wako na advantage because wao ukikuwa na shida unachukuliwa unatafutiwa kwingine, lakini wale wa permanent mwenye ulienda kwa boss direct alikununua kutoka Kenya, ndio unaona tunangangana na cases zao mingi. But wale watu wa maofisi wako ndio kuna challenges kwa ofisi, lakini usiwahi kubali kununuliwa na customer kama umejipata kwa contract ya ofisi door to door. Hiyo ndio naweza kuambia tu watu. But story ya extend contract I think tumeelewana. Wenye walikuwa na hiyo question niliziona nyingi, that is why I decided like let me share and nione wale wenye wako na maswali they can ask. So story ya kusema unaenda kwa ofisi, hiyo ni akili yako hapo umeamua kufunika tu. Hutaki kufikiria ati kuna country ulitoka. Mbona usiniulize kama Lucky Mama naweza rudi kwa ofisi yangu ya Kenya kwanza? Because wao ndio walikuwa introduced to the new office of the host country. Unaona? So ni wewe mwenye usianze kufikiria ufunike kichwa useme hapana, hakuna Kenya tena. Hakuna Tanzania tena, hakuna Uganda tena. Mimi nataka niongee na boss wangu tutinda hiyo ofisi. Yaani unafunika, unasahau like so umeshakuwa mwenyeji. So unasukumwa kwa wrong office, una sign papers, unaanza kupitia machungu, unaanza kulia. So ndio unaanza kuambia tu mtu ula kama mama nataka kusaidia watu, anasema nasaidia watu, mimi anisaidii. Boss wangu alinilazimisha nikaongeza contract. Anakulazimisha aje? You need to know your rights. Okay, mama anasema thanks mom, you're welcome. You need to know your rights. You need to understand who you are. So kuna vitu zingine zinatakanga drama. Kidogo niwaambie drama, Gulf inatakanga drama kwa umbali, lakini unajua kenye unafanya. So hizi story yenye mtu anakuambia ujilipie sijui ticket, ujilipie ikama, asifu unambebea mzigo.
Kwani wewe anakutumia aje? Anakuona aje? Wewe mwambie kumalize kwanza kukulipa. Anaona sasa ile pesa anakupatia ni ya free, tena anataka uanze kusave hizo pesa zenye anakulipa. Ndio ugaramikia maneno yake. You are not born to die in people's houses. You also have a life to live. You see? You have a life to live. Story mingi wachana. Mtu asikuambie this is what I want, this. Kwani wewe umekuwa mtoto? Sisi ni wamama, sisi ni mashosho, mazee tumeenda kutafutia watoto. Alafu mtu anaanza kukuambia sasa ni kama anasaa wewe ana nini? Anaona kama wewe hana, yani kama wewe hauna watu wako wenye wanakutamani, hauna watoto, uko tu ulizaliwa umfanyie kazi forever. Thank you Betty. Huyu anaweka namba ni nani? Namba ni ya kazi gani hapa yenye naona watu wanaambiwa waweke WhatsApp? Sijui, ameweka namba na hajasema Kenya anataka. So guys, I think I'm back. Sasa nipumzike kidogo. Lina anasema yes cause wananiambia before ni home take pic ya my kama na passport. Though passport yangu nilipeana embassy ya Kenya cause yeye hataki kutumia agent. But since nataka kubuy time na waambia ngoje ni home, nikifika Kenya we will plan because I know when the deal is good, think twice. If I buy everything na pesa yangu, what if become the first red flag was kubuy kila kitu hadi wifi. Na si ndio? Mimi nilikuwa nanunua credit yangu for 2 years. Ndio maana mnaonanga naambia watu, nikiambia watu wanunue credit wanasema uko na roho mbaya, hutaki watu wasefu wewe mwanamke. My friend, kama unapenda watoto wako unaweza nunua wifi. Kama unapenda familia yako, unataka kuongea na wazazi wako, utanunua wifi. Kama unajipenda unaweza nunua Vaseline bila kuanza kucompete na boss eti ya kununulia. Hizo ni red flags. Lini anajifanyia ameona red flags na bado wanamwambia arudi jua. Hao ni watu wa kupei kitu lakini wanataka kazi yako. They don't love us. They like what we do. They only like our services. They don't like us. Hawatupendi, that is the fact. Wanataka tu ile kazi tunawafanyia kwa sababu wanaona hizi ni zile punda za Farao. Ni kazi yetu wanapenda, sio sisi. Mtu asai kudanganya. Na hii itaenda tu kwa warning. Sasa kwenda out of the topic but itaenda kwa warning ya wale watu wenye wanajifanyanga mbele. Kwa Waiguru mko hapo kuripoti watu. Kuna mtu anakupenda, wanapenda kazi yako. That is why wanataka urudi tu, hawakupendi wewe. Kama ni uwezo ungekuwa robot tu na wafanywa kazi, bas the rest hata wasikulipe, hawakupendi. Hiyo ndio fact. Mama Kejo anasema kuna mimi nimekuja na ofisi kutoka Kenya na nikachukuliwa na ofisi hapa. Sasa atusikizani na mama juu ya lugha, ananiambia anipeleke kwa ofisi niseme nimekataa kazi, of which wote wanapenda kazi yangu. Kazi yangu ni lugha. Okay. Alexander anasema good advice madam, kwa blessed for that great job you are doing. Thank you Mama Kejoy. Wacha nikwambie tu watu wote wanapenda. Hiyo nyumba yako iko na watu wangapi? Number 1. Umesema mama ndio amuelewani na mama kwa sababu ya lugha, anasema akurudishe kwa ofisi. There's a video I did, I think I've not shared the link, of which when your boss cancels your contract. Hiyo lugha natumia kukuambia muende nayo kwa ofisi because kama wako watu 10 na watu 9 wanapenda kazi yako mama, hata usiwe na haraka. Wewe fanya kazi, muambie me I'm ready to go but you will pay me because I'm not the one who have cancelled my contract. You are the one. So unamfungua akili kidogo aone kumbe kweli wewe unajua kitu unafanya. Watu 4 watatu wanapenda kazi yako, mmoja anaikataa. Mwambie akulipe pesa yote ya miaka 2 uache kazi. Aende atafute mtu mwenye anawezana na yeye because hiyo wanakusumbuanga na watu na huyo mtu mwenye anakuambia hivyo sio yeye mwenye kwa contract. So ukianza kuambia kama ni Waiti tu, so Waiguru anarudi nyuma anasema yeye hajasema hivyo. Unajua wanakuanga hivyo hao wanawake. But kama umekaa sana hapo na umemsoma, you can ignore her. Huwezi enda kusema umekataa kazi na hujakataa. Huwezi jua ni nini kwa akili yake. Wewe nyamaza,
Ni kama sasa ukiona akikwambia wewe uende, ni kama hata hawajaelewana na bwana yake urudi. Juu sasa sio yeye ako kwa contract, sio yeye amekununua, lakini yeye tu akili yake inamwambia hauko sawa, ufanyi kazi vizuri, akutaki kwa nyumba yake. Mtu kama huyo pia wewe muonyeshe tu unajuanga right. Tunaambia in our contract it is written, if you cancel my contract you pay me for 2 years. I have no problem. Utaanza kumfungua akili, atajua wewe uko na akili. Kitu kingine jana nasema, afadhali agent wetu wakule hiyo pesa kuliko usaidie mtu mwenye hako value. True. Watu wenye wanahurumia Waarabu, kama wewe una extend contract, you don't respect yourself. Najua watu watasema uko na wivu. Hapana. Kwa sababu shida ikikupata, watasema they don't know you. Like our sister who died, remember, amefanya kazi for 2 years akarenew, wakati alikufa boss alisema I have no business with the dead. So you don't respect yourself kama una extend contract, period. Even though that is according to me. Nimefuatilia hiyo kesi, I'm doing a follow up, na mtu unasikia mtu mwenye amemfanyia kazi for 4 years anaongea vibaya. Alafu niambie sasa utakuwa umejiheshimu aje? You don't respect yourself. Huyu mtu anakudharau, unajua anaona huna pa kwenda. Umechukua Sabiri from Nairobi. Nimekuona, you are welcome. Nini yako imenipita kidogo. Message yako imeenda juu kidogo, but I'm seeing you. Thank you for tuning in, but wacha watu waanze kujiheshimu. You know your value. Value yourself. Wewe ni mtu wa maana. Ulinunuliwa miaka 2. Wacha sasa una reduce value yako if you extend. We rudi, tafuta tena nyumba nyingine. Rudi, fanya kitu kingine tofauti. Wacha kukaa kwa mtu for 24 months. Umjui amekutesa, bado uko hapo umekwama. Naenda kwa ofisi, tuongea na boss wangu niongeza. You don't respect yourself. Wewe ujiheshimu. Kirudi kwa the same house, ulishateswa kwa hiyo nyumba kwa miezi kadhaa, umerudi hapo, you don't respect yourself. Period. Kwa kila nyumba akukosi huyo mtu mmoja ambaye anakuchukia, so ni kugumu, avoid tu. Mimi nilikuwa nafanyia watu 10. Mama tu ndiye tukua tunaelewana. Na kuna katoto kingine kadogo, kale kakutumika. I'm sorry kugaita katoto, lakini huyo mtoto alikuwa ananihangaisha. Kila mahali nikipita lazima nigonga, nitemee mate, afunike mapua. Yaani nilikuwa nasikia nimeishiwa na nguvu. Yaani kuna yule mmoja, kama hakuna mtoto mmoja anatumika kukuhangaisha, mama atakuhangaisha. Kama sio mama ni mtoto. Ukiona kama uko kwa hiyo nyumba na mtoto anakuhangaisha, juu amesetiwa na mama yake. Mama akishindwa kukuhangaisha anatumia mtoto, juu anajua baba wanapenda watoto wao na hawezi taka kitu kibaya iwapenie. So anaweza kuseti mtoto akuhangaishe proper. Inakuanga hivyo. So tuelewane tu, watu wafanye kazi 24 months. Mtu asikwambie ati 3 months ni appropriation. Muonyeshe, mwambie contract ni 24 months. Ukifika 21st month mwambie unasafiri, the 24th month. 22nd month mwambie unasafiri. Achana na mambo mingi ya kuhurumia the wrong people. Utawahurumia, watakutesa. The moment wao wanataka tu kubali, yes, nitaongeza. Yes, we can go to the office. Wao tayari wameshafanya research yao ya kutosha, wameshaongea na relative wao, like I'm bringing my maid, anataka kuongeza contract, tutamchezea hivi na hivi. Wameshatengeneza mafomu, wamefanya photocopy. Wewe ukienda pale umesetiwa all round. Wewe ni kupelekwa tu kuchinjwa. Wanataka useme yes, you sign. I will forget about you. Then you keep crying. Nobody's going to help you because you don't want to follow the instructions. Kwani unadhani the government of Kenya wao ni wajinga wakikupatia 2 years uende kufanya kazi? Si wanajua unafaa kupumzika. Working for 18 hours a day. 18 to 20 hours a day. Ufanye kazi 365 days times 2. Almost 800 days. Unaendelea kufanya kazi. Mwili haichoki, kwani umekuwa chuma? Bado unaendelea kuextend, unataka ufurahishe boss. Watu wengine wazazi wamewafail, they have eaten their money. Hakuna savings, wanashinda wakiwaambia ongeza. Watu wenye wako nyumbani ndio wanahangaisha watu wenye wako Gulf sana. Mtu anaambiwa tu hakuna saving hata moja. Ongeza hiyo mwaka ukuje na hiyo pesa. My friend, tumechoka. People are doing a lot. So tuangalie vizuri,
when it comes mambo ya kuongeza. Kama unaongeza contract because watu wamekuwa savings yako, nani alikwambia watakula ukiongeza? Tuachane na mambo mingi, tujipende. Kama wewe ni mama watoto, rudi nyumbani, ona watoto wako hata kama ni siku moja, ukijipanga kwingine. Kama una watoto, rudi nyumbani zaa. Kwani utakuwa unalea wao wenyewe hadi lini? Najua kuzaa iko na mpangilio, lakini utakuwa unalea watoto wa wenyewe mpaka lini? Ukihangaishwa, watu wakikula pesa yako juu wanajua uko single, you have no kid, no husband. So kila mtu pesa yako ndiye anaangalia, wanaitumia vibaya na wewe unahangaika where you are because you want to make peace with everyone. Unataka ufurahishe familia yako, unataka ufurahishe boss mwenye anakuhangaisha. So guys, thank you so much for watching this show. Tutakutana jioni 6. I think I'm back. Tutakuwa hapa kwetu kwa Facebook. If you have not followed me on my TikTok, The Luck Mom Deborah Nyanchoka, I'm also back. Nilikuwa na break kidogo, I've been very busy. You can subscribe to my YouTube channel, The Luck Mom Deborah Nyanchoka. At least we value one another. And then I'm very lucky, nilipa familia yenye mimi ndo mkubwa, kila mtu ananiogopa. Wananiuliza hata advice pesa yao yenye wanataka kusave mimi huwawekea. Uko na bahati Jane. So some people are lucky by the way. So bila naenda kumaliza show, I just want to tell you, nauza mchele. Sipendangi kusema mchele yangu sana because those who know I have grade 1 rice. Hiyo ya sweet aroma, hakuna mawe, hakuna vumbi, and we deliver countrywide, free delivery. So price imepungua, 5 kg size ni 1100. Wale wenye wanasema like mama uko expensive, it's because you have not tested the rice. Haujakula hiyo rice ya TZ inaitwa super, the best rice ever. Ndio unaona ukiangalia price, by the time unapokea mchele ukikula ndio utajua hata niko cheap because it is super perfect. So ukitaka 5 kg ni 1100, 25 kg ni 2300, 10 kg 2300, 25 kg ni 4300, 50 kg 9300, 100 kg 18500. Nairobi inafika aje vizuri sana. Nairobi I use Easy Coach, Guardian Angel and Ena Coach. So kama unajua hizo those are kama uko kwa town yenye wako na hiyo booking office kama Kayole Junction, tuko na Ena Coach, tunafika pale. Ina depend. So utaniambia wewe uko wapi. So kama ukiona bus kama Guardian Angel, Easy Coach, Ena Coach, Bungoma line. Watu wa Western natumia Bungoma line kuenda Kitale, Ugunja, Busia, tunatumia Bungoma line ama sometimes Guardian. So ita depend uko wapi. Eldoret tunatumia Bungoma line mostly. So utadepend wewe uko wapi. So Nairobi itafika vizuri Betty. Vena moja nasema na unakuanga wapi? Mimi niko TZ, ninafanya biashara. Mimi ni mama mchele. Rice iko sawa kabisa, watu wa test kwanza. Jeria ni customer wangu, anaitwa loyal customer. Jeria ameorder mchele kwangu 5 times, 25 kg. Kila mwezi lazima achukue mchele. So she's my loyal customer, she knows what I'm saying. Jerry Phyllis anasema please niambie nataka ku add 1 year nirudi ofisi ni renew au follow your heart. After getting the information, follow your heart. Thika Jane, watu wa Thika huwa wanachukulianga Ena Coach pale Nairobi CBD. So kama utatuma mtu wa Thika akuje na so atachukua mchele. So ni kuna customer wangu wa Thika wawili wa Lebanon wanachukulianga Ena Coach pale. So kama unataka mchele, you can promote my business. Don't be like mom, I only love your shows, I don't love your rice. If you don't promote me, nani atani promote? Namba yangu ni hii moja. Let me leave it nikimaliza. Alafu Ogembo itafika. Watu wa Ogembo mnaichukua kutoka itafika kama utasimama kwa barabara. But mostly inachukuliwa Kisii stage kwa Ena Coach. My number, kama unataka mchele, you can just write a message on my WhatsApp.
sometimes network ni mbaya, but unaweza make order, we talk, uniambie location yako. So that is my number 0727846930. So ukitaka you can just promote me. I thank you so much. Tumekuwa tu pamoja, and I like the way people are sharing ideas. At least we are going to make this world a better place for everyone. Thank you so much. See you in the next show.